na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya yanatufundisha ama yanatuonyesha kwamba kila mtu aliyezaliwa katika uso wa dunia, mmoja, anajulikana mbele za Mungu. Lakini namba mbili, huyu mtu ambaye amewekwa juu ya uso wa dunia analo jambo la kufanya. Yani kimaalum, kila mtu aliyeumbwa na Mungu duniani ana jambo kimaalum ambalo anapaswa kulifanya katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, anasema, kabla sijakumba na alikujua, na ulipokuwa katika tumbo la mama yako na alikutakasa. Sasa hili neno kutakasa manake ni kutengwa. Kwa hiyo wewe kama Yeremia, mahali popote ama katika familia yoyote uliozaliwa, usiseme nilizaliwa katika familia hiyo kwa bahati mbaya. Narudia tena, maana kuna watu akikaa anasema, hivi kwa nini nilizaliwa kwenye kijiji kile? Kwa nini nilizaliwa na wazazi wa namna hii? Hilo wazo sio wazo la kimungu, kwa sababu Biblia inatuonyesha kabisa aina ya mzazi aliyekuzaa ulikuwa ni mpango wa Mungu wa kuzae. Kwa hiyo hauna sababu ya kumdharau mama au baba, hauna sababu ya kudharau mahali ambapo umezaliwa, kwa sababu Mungu anasema kabla haujazaliwa, tuseme kabla wazazi wako, kabla wazazi wa wazazi wako, kabla ya wazazi na wazazi wa wazazi wako hawaja kuwepo, mbingu zilijua utakuwepo. Jipigie makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Yani kabla kizazi na kizazi hakija kuwepo, mpango wa wewe kuwepo ulishaandikwa katika ulimwengu wa roho, na mahali utakapozaliwa na wazazi watakao kuzaa na mahali utakapoishi, mbingu zilisharatibu. Na kama ziliratibu, anasema zimekuwekea kitu maalum cha kufanya katika kueneza ufalme wa Mungu. Sema amen. Kwa hiyo nataka kusema nini jioni ya leo? Kwamba hauko hapa kwa hasara, na haupo kanisani kwako unaposali, haupo pale kwa hasara. Kuna kitu Mungu anataka ufanye pale. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ulishawahi kusikia mtu akauliza swali, ama ukamuuliza swali wewe, ukasema, wewe kanisani ni mtu gani? Ama wewe kanisani unafanya kazi gani? Alafu akakujibu, mimi ni mshirika wa kawaida. Ulishawahi kusikia hiyo? Ulishawahi kusikia? Sasa muulize huyu mtu, ama tumuulize askofu, maana yeye ndio ametutangulia. Katika maandiko sijawahi kuona mshirika wa kawaida aliyeumbwa na Mungu, sijawahi kumuona. Haleluya, haleluya. Hilo andiko sijawahi kuliona, lakini nimewahi kuona andiko linasema na mtu asiudharau ujana wako. Na nikasoma andiko lingine linasema, na watu watuhesabu ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Haya ndiyo maandiko ambayo ninayafahamu, na hivyo ndivyo Mungu alivyokusudia kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa chini ya uso wa dunia analo jambo la kufanya katika ufalme wa Mungu. Sasa sikiliza, ukikosa kufanya jambo katika ufalme wa Mungu, kuna jambo utafanya katika ufalme wa giza. Halo vijana oye, jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, ukikosa jambo la kufanya special katika ufalme wa Mungu, mahali ambapo Mungu amekupanda, ukikosa kufanya kitu cha ufalme, ni lazima utafanya kitu cha ufalme wa pili. Kwa hiyo ni muhimu
Kama vile ambavyo Mungu anamwambia Yeremia kwamba kabla sijakuumba nalikujua, na ulipokuwa tumboni mwa mamako nalikutakasa, manake nilikutenga kwa ajili ya. Sasa ni jukumu lako kama kijana kuhakikisha unafahamu what is special for you, ni kitu gani maalumu kwa ajili yako, ambacho hicho usipokifanya hayuko mbadala wa kukifanya. Haleluya, haleluya. Sikiliza, tukimchukua hata tukifanya fitina, tukasema bwana askofu kwanza hajui kuongea, hawezi kuongoza, hana chochote.